Tuna Biblia, tuna kalamu, tuna daftari zetu. Amen. Tuna Biblia mikononi mwetu, kalamu na daftari. Asiye na Biblia aniambie, ambaye atahitaji kusoma Biblia aniambie, nimpe Biblia ya kusoma hapa. Nimpe Biblia ya kusoma, lakini naamini wote mna Biblia. Utahitaji kusoma Biblia? Hapana. Sawa. Tutasoma kwenye simu. Yes, kwa mtu ambaye ana Biblia kwenye simu pia anaweza akafungua Biblia yake kwenye simu ili tuweze kusoma. Mojawapo ya mambo ya msingi kabisa ambayo unapaswa kuweza kuyaelewa na kujiandaa nayo siku ya Jumapili unapokuja kanisani ni kwamba unakuja kanisani kwa ajili ya kuomba na kujifunza neno la Mungu. Unakuja kanisani kwa ajili ya kuomba na kujifunza neno la Mungu. Kwa hiyo muda wa maombi ni muda ambao ni muda wa muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu tunahudumu mambo ya rohoni. Huduma yetu ni huduma ya kiroho. Tunahudumu mambo ya rohoni, sio mambo ya mwilini. Sasa kwa sababu tunahudumu mambo ya rohoni, maombi yanatusaidia kuweza kuyapokea. Kwa hiyo ndio maana lazima upende kuomba. Tupende kuomba. Kati ya vitu ambavyo vinapaswa viwe ni sehemu ya maisha yetu na tujizoeze hivyo ni maombi na kujifunza neno la Mungu. Maombi na kujifunza neno la Mungu pamoja na kuwahubiria wengine habari njema. Haya mambo matatu ni msingi wa maisha yetu kama waamini. Tutaomba, tutajifunza neno, lakini tutawahubiria wengine neno la Mungu na kuwafundisha pia kile ambacho tunafundishana mahali hapa. Siku ya Alhamisi tulianza somo jipya lenye kichwa kinachosema ukuaji wa kiroho. Alhamisi tujifunza kuhusu ukuaji wa kiroho, na nikasema kwamba tutakuwa na masomo mawili katika wiki. Alhamisi tutajifunza ukuaji wa kiroho. Siku ya Jumapili tutajifunza kuielewa Biblia. Kwa hiyo leo siku ya Jumapili somo letu ni kuielewa Biblia. Siku ya Alhamisi somo letu litakuwa ni ukuaji wa kiroho. Na somo la ukuaji wa kiroho kwa ambao hakuwepo Alhamisi, maana yake tutaliweka kwenye mtandao. Tutaweka kwenye YouTube channel yetu. Kwa hiyo maana yake mtu ambaye hajashiriki ataweza kwenda kusikiliza kule. Amen. Hata wale ambao hawajafika leo siku ya Jumapili, basi tuwaambie kwamba wataenda kutembelea kule waweze kusikiliza somo tunalojifunza siku ya leo. Lakini uwepo wa somo kwenye mtandao sio sababu ya wewe kutokufika kanisani. Amen. Sio sababu ya wewe kutokufika kanisani. Kwa nini? Kwa sababu iko baraka kubwa tunapokutana kama hivi, ambayo kwa kufuatilia kwenye mtandao hakuwezi kutosha. Kwa sababu kwenye mtandao unachokipata wewe ni kusikiliza somo, lakini kuna muda ule wa ushirika tulikuwa nao pamoja, muda wa maombi, kuombeana, haujaweza kushiriki. Kwa pamoja na kwamba tunaweka kwenye mtandao, lakini hiyo sio sababu ya wewe kutokufika wapi? Kufika kanisani. Ile tunasema ni rehema za Mungu, ni neema ya Mungu ambayo anatupa, kwamba kwa sababu umeshindwa kabisa, basi usikose kile tulichojifunza. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutaendelea na somo letu la kuielewa Biblia. Kuielewa Biblia. Tuliona kwamba maisha yetu kama waamini yanategemea hiki kitabu. Maisha yetu kama waamini yanategemea hiki kitabu. Taarifa zinazohusiana na wokovu wetu zipo katika hiki kitabu. Biblia zipo katika hiki kitabu, katika Biblia. Kwa hiyo maisha yetu yote hapa duniani yatajikita katika kujifunza hili neno. Na hili neno ni neno ambalo hakuna mtu anayehitimu. Kuhitimu kwako ni pale unapoondoka duniani. Siku utakapoondoka duniani unasema nimehitimu kujifunza Biblia. Lakini kwa kuwa upo duniani utaendelea kujifunza Biblia tena na tena.
Kwa lazima uweze kujua kilichopo mikononi mwako ni kitabu cha muhimu, ni kitabu cha muhimu sana, na ambacho unapaswa ukichukulie kwa umakini mkubwa. Ukichukulia kwa umakini mkubwa. Angalia Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Warumi sura ya 10 mstari ule wa 17. 10:17. Warumi anasema Warumi 10:17 anasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Neno la Kristo linapatikana kwenye Biblia. Neno la Kristo halipatikani sehemu yoyote ile. Anapozungumza kuhusu imani inayokuja kwa kusikia na kusikia kwa neno la Kristo, ni imani inayohusiana na wokovu. Imani inayohusiana na wokovu, imani inayookoa inakuja kwa kusikia. Unasikia nini? Neno la Kristo. Hili neno limeandikwa katika Biblia. Katika Biblia. Fungua kitabu cha Timotheo wa pili 3:16. Waraka wa pili wa Timotheo. Waraka wa pili kwa Timotheo 3:16. Waraka wa pili kwa Timotheo sura ya 3 mstari wa 16. Tutaanzia mstari wa 15. Tutaanzia mstari wa 15. Anasema, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Umeyajua maandiko matakatifu. Unao ufahamu kuhusu maandiko matakatifu tangu utoto. Tukaona historia ya Timotheo, namna ambavyo familia yake ilikuwa na ushawishi katika yeye kuwa na ufahamu wa maandiko matakatifu, kuwa na ufahamu wa Biblia. Sasa ni wito kwetu kuelekeza fahamu zetu katika ufahamu wa maandiko. Na ndio maana tunapokutana kama hivi kanisani tunajifunza. Tunajifunza nini? Tunajifunza maandiko matakatifu. Anasema, angalia mstari wa 15. Anasema, ambayo yaweza kukuhekimisha. Maandiko matakatifu yanaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Yanaweza kukupa hekima. Kukuhekimisha ina maana ya kukupa hekima. Nini maana ya hekima? Hekima ni ujuzi. Hekima ni maarifa. Hekima ni ufahamu. Hekima ni ujuzi. Hekima ni maarifa au ufahamu. Sasa maandiko matakatifu ndiyo yanayotupa hekima juu ya wokovu. Ndiyo yanayotupa maarifa juu ya wokovu. Maana yake bila maandiko matakatifu hatuwezi kujua wokovu. Bila maandiko matakatifu hatuwezi kujua wokovu. Kwa hiyo ufahamu juu ya wokovu unapatikana katika maandiko matakatifu. Ufahamu juu ya wokovu tulionao unapatikana katika maandiko matakatifu. Kamwe huwezi kujua wokovu isipokuwa umeweka umakini katika maandiko matakatifu, yaani Biblia. Huwezi kujua wokovu. Ukisikia habari za wokovu utasikia ni kama habari, kama story tu ambazo hazina maana au ambazo hazina uhalisia. Kwa nini? Kwa sababu haujui maandiko. Unapoyajua maandiko, ufahamu wako juu ya wokovu unakuwa ni mkubwa sana. Maarifa yako juu ya wokovu yanakuwa makubwa. Kwa nini? Kwa sababu maandiko matakatifu ndiyo yanayoweza kukupa hekima, ndiyo yanayoweza kukupa ufahamu, ndiyo yanayoweza kukupa maarifa kuhusu wokovu.
Kwa hiyo ni lazima tuiheshimu Biblia. Narudia tena, ni lazima tuiheshimu Biblia. Unaweza ukadharau vitabu vingine vyote, usidharau Biblia. Unapoidharau Biblia, unadharau maisha yako ya wokovu. Ukutana na mtu anasema Biblia ni kitabu cha kawaida tu. Biblia sio kitabu cha kawaida kwa waamini. Mtu anasema Biblia ni kitabu ambacho watu walikaa wakatunga, baada ya hapo wakatuletea sisi kwa ajili ya kutupumbaza. Sio kweli. Biblia ni kitabu chenye taarifa kuhusu Mungu. Na tunapoendelea kujifunza hili somo, tutaweza kugundua kwamba Biblia sio kitabu kilichotungwa tu, bali ni kitabu chenye taarifa za uungu. Ni kitabu chenye taarifa za mambo ya rohoni ambayo yana maana katika maisha ya mwanadamu. Yana maana katika maisha ya mwanadamu. Angalia Timotheo wa pili 3:14. Timotheo wa pili 3:14. Angalia mstari wa 14 hapo. Mstari wa 14. Anasema, bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao. Bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao. Kaa katika yale uliyofundishwa. Ndio maana mstari wa 15, baada ya kumwambia kaa katika yale uliyofundishwa na kuhakikishwa, anamwambia kwamba ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Kwa hiyo mambo anayopaswa kukaa katika hayo ambayo alifundishwa na kuhakikishwa ni kuhusu wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Akae katika mambo hayo. Akae katika mambo aliyofundishwa kuhusu wokovu. Huu ni wito pia kwetu. Mambo yale tunayojifunza kuhusu wokovu, tukae katika hayo. Tusitoke humo. Ya mambo ambayo tunasisitizana kila tunapokutana kuhusu wokovu, tukae katika hayo. Tukae katika hayo. Na haya mambo yapo katika maandiko. Haya mambo yapo katika Biblia. Yapo katika Biblia. Kila mikutaniko yetu yote ya kujifunza, tutajifunza kutoka kwenye Biblia. Kwa hiyo tunapoagizwa kukaa katika mambo hayo, kama vile Paulo alivyomwagiza Timotheo, ilikuwa ni kukaa katika mambo ambayo Biblia imefundisha kuhusu wokovu. Biblia imefundisha nini kuhusu wokovu? Kaa katika mambo hayo. Kwa kuwa tumeokoka, tumeamini Injili, ujuzi juu ya wokovu tulionao kamwe hauwezi kutenganishwa na Biblia. Tumeokoka. Sasa kwa kuwa tumeokoka, ujuzi tulionao kuhusu wokovu, maarifa tulionayo kuhusu wokovu, ufahamu tulionao kuhusu wokovu, kamwe hautatenganishwa na Biblia. Sema, nitaiheshimu Biblia yangu kwa kuwa ina taarifa kuhusu wokovu wangu. Yes. Iheshimu Biblia. Kuiheshimu Biblia sina maana ya uibebe Biblia yako taratibu isidondoke chini. Kuiheshimu Biblia haina maana usisome Biblia yako ikachakaa kama yangu hii ambayo sasa hivi nataka kutoka kavu. Sina maana hiyo. Kuiheshimu Biblia ni kuheshimu Biblia ilichosema. Narudia tena. Kuiheshimu Biblia ni kuheshimu Biblia ilichosema. Sio kuibeba taratibu kama sanamu. No. Kuiheshimu Biblia ni kuheshimu ilichosema. Maana kuna wengine sasa wanaona heshima yao kwa Biblia sasa ni kuiweka pale isiguswe. Hiyo Biblia ya baba isiguswe. Isiguswe, itachafuka. Biblia ilitengenezwa iguswe. Biblia ilitengenezwa ichakae. Kwamba usome Biblia mpaka Biblia ya kwanza ikichakaa unanunua nyingine. Hiyo ndio kazi ya Biblia. Heshima yetu kwa Biblia ni kuheshimu ilichosema kuhusu wokovu. Ni kuheshimu ilichosema kuhusu wokovu na sio kuifanya sanamu. Usifanye Biblia yako sanamu.
Heshimu neno lililoandikwa katika Biblia. Heshimu neno lililoandikwa katika Biblia. Angalia mstari wa 16 wa Timotheo wa pili. Waraka wa pili kwa Timotheo, angalia mstari, sura ya 3, angalia mstari wa 16. Sura ya 3, angalia mstari huo wa 16. Angalia mstari wa 16. Mstari wa 16 anasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaponya watu makosa yao, kuwaonya watu makosa yao, na kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Kuadibisha katika haki. Hili neno lafaa lina maana ya yenye faida au yenye msaada. Manake kila andiko lenye pumzi ya Mungu lina faida kwa ajili ya mafundisho, lina faida kwa ajili ya kuwaonya watu makosa yao, lina faida kwa ajili ya kuwaongoza watu, lakini pia lina faida kwa ajili ya kuwaadibisha watu katika haki. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Andiko lenye pumzi ya Mungu liko wapi? Lipo katika Biblia. Manake kwa maana nyingine ni kwamba Biblia inafaa kwa mafundisho. Biblia ina faida kuwafundisha watu. Ina faida katika kuwafundisha watu. Sasa tazama hili neno mafundisho. Anasema lafaa. Kila andiko lafaa, lina faida kwa mafundisho. Mafundisho ina maana ya maelekezo kuhusu wokovu. Maana yake andiko la kwenye Biblia linatupa maelekezo kuhusu wokovu. Mafundisho ina maana ya maelezo juu ya wokovu. Maelezo juu ya wokovu. Tunapozungumza kuhusu kufundisha, kufundisha ni matokeo ya taarifa. Hii ndio maana ya kufundisha. Kwamba ninapokufundisha ninahamisha taarifa kutoka kwangu na zileta kwako. Na ninaposema kutoka kwangu haina maana kutoka kwangu, lakini ni taarifa kutoka kwenye maandishi ya Biblia. Biblia imesema nini kuhusu wokovu, zile taarifa na zileta kwako. Kwa hiyo Biblia inafaa kwa ajili ya kupata taarifa kwa ajili ya wokovu. Inayo faida katika hilo eneo. Maandiko matakatifu yanatoa taarifa kuhusu wokovu. Maandiko matakatifu yanatoa taarifa kuhusu wokovu. Mafundisho lafaa kwa mafundisho. Angalia hili neno mafundisho lilivyotumika katika kitabu cha Mathayo 15:9. Angalia Mathayo 15:9. Mathayo 15:9. Mathayo 15:9. Mathayo 15:9. Anasema 15:9. Anasema nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Maana yake wanawapa watu taarifa ambazo chanzo chake sio Mungu. Chanzo chake sio Mungu. Mafundisho. Wanafundisha. Wanaelezea, wanawapa maelezo watu. Anawapa maelezo watu ambayo chanzo chake sio Mungu. Angalia Warumi 15:9. Warumi 15:9. Warumi 15:9. Kama kuna sehemu hujaelewa utaihifadhi hiyo. Tunapomaliza ili somo baadaye utaniuliza swali husika. Warumi 15:4. Anasema kwa kuwa yote yaliyotanguliwa kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Warumi 15:4. Warumi 15:4. Anasema kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi.
Anarejea yaliyoandikwa katika Agano la Kale, kwamba yaliyoandikwa katika Agano la Kale yaliandikwa kutufundisha. Unajua Biblia kazi yake sio kuinukuu. Nafikiri tumekuwa na huo uzoefu wa kunukuu mistari ya Biblia. Unachukua tu Biblia, unaangalia mstari, unasema naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye mambo gani? Mambo gani? Ni kwa nini tumeitoa maana ya Biblia kutoka kuwa ni kitabu cha kufundishia kwenda kuwa kwenye kitabu cha kunukuu tu mistari? Unanukuu mstari, usimwache mwanamke mchawi aishi, baada hapo unaenda kuua wachawi wote mtaani kwako. Kwa nini? Tumeacha kuchukua kwamba Biblia ni kitabu kinachofundisha kuhusu wokovu. Kuhusu wokovu. Sisi wote tumeenda shule. Nataka mniambie mtu mmoja ambaye alipopewa kitabu na mwalimu wake alichokifanya akaenda kuchukua kamstari kamoja tu katikati kwenye maelezo mengi ya kwenye kitabu. Baada hapo anasema nimeelewa vizuri. Lakini kwenye vitabu vile hatufanya hiyo makosa, kwa sababu tunajua kwamba ili uweze kuelewa lazima usome mada yote uweze kuelewa. Lakini tunapokuja kwenye Biblia tunachomoa mstari tunaouona tunaupenda, na yaweza mambo yote katika nitie nguvu. Ukinunua gari unaandika na yaweza mambo yote katika yeye nitie nguvu. Ukifungua duka lako na yaweza mambo yote katika yeye nitie nguvu. Lakini huo mstari ulipoandikwa uliandikwa kwa ajili ya kufundisha. Na ndio maana alipozungumza kwamba na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, kulikuwa na mambo. Fungua kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13. Wafilipi 4:13. Biblia ni kwa ajili ya kufundisha, sio kunukuu mistari. Tumeelewana vizuri? Ndio maana tunafundishana ufahamu wote wa Biblia tuweze kujua. Tunapoujua inatusaidia kuwa na ufahamu mpana kuhusu wokovu. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13. Mstari wa 13. Mstari wa 13. Tukifika hapo nataka wote mnisomee huo mstari unasema nini. Wafilipi 4:13. Nataka tukifika kwenye huo mstari nataka wote mnisomee huo mstari. Nataka wote mnisomee huo mstari. Kila andiko lenye pumzi la Mungu lafaa kwa mafundisho. Nataka mnisomee huo mstari. Wote someni. Na yaweza mambo yote katika mshaijiuliza yapi? Umeshaichukua muda ukajiuliza ni jambo gani ambalo unaliweza katika yeye kutia nguvu? Unaweza kuiba katika yeye kutia nguvu? Kusema uongo? Kuua? Mbona yote? Je, unaweza kuendesha gari katika yeye kutia nguvu? Japokuwa hujui, hujajifunza kuendesha gari? Kwamba siku moja unasafiri, unaenda mkoani, unaambia dereva toka kwenye kiti leo, mimi nitaendesha gari maana na yaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Huwezi, si ndio? Hiyo inamaanisha nini? Unaposema na yaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu, maana yake ni lazima uweze kutambua kwamba aliyeandika huo mstari kuna kitu alikuwa anamaanisha. Sio hicho ambacho wewe utakiweka pale. Alikuwa anamaanisha nini? Angalia mstari wa 10. Nitasoma afu fuatilia hayo maelezo. Anasema, na alifurahi sana katika Bwana kwa kuwa sasa mwisho mmehuisha tena fikra zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkinifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji,
maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. 13, na yaweza mambo yapi? Hayo hapo juu. Hicho ndicho alichokuwa nakizungumza, kwamba ninajua kushiba, ninajua kuona, ninajua kudhiriwa, ninajua kufanya nini? Najua kufanikiwa. Sasa katika haya, maanake katika hizi hali zote ninaweza kuzistahimili katika yeye anitiaye nguvu. Sio kufanya biashara. Kwa siku Gladness nije ofisini kwako pale, nasema Gladness leo usije. Nakaa hapa ofisini kwako nafanya kazi zako. Anambia pastor, unajua wanafanya nini? Anambia usijali, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Utanifanya nini? Utasema mchungaji kachanganyikiwa. Kama na namba ya mchungaji utampigia, kama hivi mchungaji akili yake iko sawa. Tumuombe. Tumuombe. Maana amekuja ofisini kwangu anasema nataka afanye kazi zangu. Kwa nini? Anayeweza mambo yote katika yeye amtie nguvu. Biblia iliandikwa kwa ajili ya kujifunza, kufundisha. Na tunapofundisha hatuchukui kimstari kimoja. Tunapofundisha tunasoma wazo lote. Kwamba mwandishi aliposema anayaweza mambo yote katika yeye amtie nguvu, alikuwa anazungumza kuhusu kufanikiwa, kudhiliwa, kuwa na njaa na kushiba. Hali zote alizokuwa anazipitia, anasema Mungu ananitia nguvu, ninaweza kuzipitia hali zote. Nayaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Kwa hiyo kila andiko lenye pumzi za Mungu lafaa kwa mafundisho, lina faida kwa ajili ya kufundisha. Ndio maana unapaswa umshangae mchungaji ambaye akija atasoma msali na yaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu, baada pasanya tufunge Biblia. Tuombe sasa. Tukayaweze mambo yote katika yeye anitia nguvu. Yote sio yote. Kwa sababu na mambo mengine ili uyaweze itabidi uende shule ukasomee kitu husika. Si ndio? Mambo mengine ili uyaweze utahitaji ufanye nini? Uwe na ufahamu wa mambo husika. Kwa usiseme yote yote. Yote kuna jambo alilokuwa anamaanisha. Angalia kitabu cha Timotheo wa kwanza 4:1. Timotheo wa kwanza 4:1. Tunazungumza kuhusu mafundisho. Lafaa kwa mafundisho. Biblia ni kitabu cha kufundishia. Sema Biblia ni kitabu cha kufundishia. Sio kunukuu. Sio fanya nini? Kunukuu. Sio kunukuu. Angalia kitabu cha Timotheo wa kwanza 4:1. Waraka kwa Timotheo wa kwanza, sura ya 4 mstari wa kwanza. Sura ya 4 mstari wa kwanza. Sura ya 4 mstari wa kwanza. Anasema, basi Roho anena waziwazi kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Wanasikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Maana yake kuna mafundisho ya mashetani. Na hizi nyakati za mwisho mafundisho ya mashetani wanayasikiliza wapi? Wanayasikiliza kanisani. Sio sehemu nyingine yote. Huwezi kuenda kusikiliza mafundisho ya mashetani Hapana. Mafundisho ya mashetani yatapatikana kanisani. Utajuaje kwamba ni mafundisho ya mashetani? Hayazungumzi kuhusu wokovu. Hayazungumzi kuhusu wokovu. Yanachozungumza ni panda mbegu upate pesa nyingi. Panda mbegu upate kazi. Panda mbegu uende Ulaya. Panda mbegu uende Ulaya. Kama unahitaji upande mbegu ndio uende Ulaya. Ilhali kuna watu wanaenda Ulaya pasipata kupanda mbegu. Na hawajui kama kuna kupanda mbegu. Hayo ni mafundisho ya mashetani. Anasema watu watasikiliza hayo mafundisho. Ndio maana ni lazima tuweke umakini katika neno la kwenye Biblia.
ambao ndio fundisho la kweli. Fundisho la kweli. Angalia Timotheo wa kwanza 4:6. Angalia mstari wa 6. 4:6. 4:6. Anasema, uwakumbushe ndugu mambo hayo, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu na mzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata. Mafundisho mazuri. Mafundisho mazuri yanapatikana wapi? Kwenye Biblia. Yanahusu nini? Yanahusu wokovu. Yanahusu wokovu, kwa sababu mafundisho mabaya pia nayo wanatumia Biblia kufundisha mafundisho mabaya. Lakini wanapofundisha nje ya wokovu, inafanya yale mafundisho kuwa mafundisho mabaya. Inafanya yale mafundisho kuwa mabaya. Angalia Timotheo wa kwanza 4:6. Timotheo wa kwanza sura ya 6:1. Okay, 6:1. Waraka wa kwanza kwa Timotheo 6:1. 6:1. Ukiona jirani yako analala, tafadhali msaidie kuamka. Tafadhali msaidie kuamka. Ukiona jirani yako analala, muamshe. Asipitwe na haya ambayo tunajifunza mahali hapa. Ni mambo ya muhimu sana kwa ajili ya ukuaji wako wa kiroho. 6:1 anasema wowote walio chini ya kongwa hali ya utumwa na wawahesabie bwana zao kuwa wamestahili heshima yote. Jina la Mungu lisitukanwe wala mafundisho yetu. Jina la Mungu lisitukanwe wala mafundisho. Kwa hiyo mafundisho yetu maana yake ni maelekezo yetu. Biblia ina maelezo kuhusu wokovu. Unaandika andika hiyo. Biblia ina maelezo kuhusu wokovu. Biblia ina maelezo kuhusu wokovu. Kuhusu wokovu. Ina maelezo kuhusu wokovu. Utarudi tena Timotheo wa pili 3:16. Timotheo wa pili 3:16. 3:16. Anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao. Tumeona lafaa kwa mafundisho. Tumeona mafundisho, tumesema ni maelezo. Tulisema mafundisho ni maelezo. Sasa anasema tena lafaa kwa kuwaonya watu makosa yao. Kuwaonya watu makosa yao. Hii ina maana gani? Kuwaonya watu makosa yao. Ni namna gani maandiko matakatifu yanafaa kwa kuwaonya watu makosa yao? Nini maana ya kuwaonya watu makosa yao? Nini maana ya kuwaonya watu makosa yao? Maana ya kuwaonya watu makosa yao ina maana ya kurejesha kwenye njia iliyonyooka. Unawarejesha kwenye njia iliyonyooka au katika hali sahihi. Kuwaonya watu makosa yao ni kuwarejesha kwenye njia iliyonyooka au hali sahihi. Pia lina maana ya kuboresha maisha au tabia ya mtu. Urejesho. Unaboresha maisha au tabia ya mtu kupitia andiko. Kupitia andiko. Kuwaonya watu makosa yao. Hizi notes zitakusaidia utakapoenda kusoma tena Biblia yako, haya maeneo utakuwa unajua kwamba yalikuwa yanamaanisha nini. Anasema kurejesha kwenye njia iliyonyooka au hali sahihi. Unapoona kuwaonya watu makosa yao, unapoisoma Biblia bila kufundishwa, kwa haraka utasema kwamba ina maana kwamba mtu akitenda kosa unamwambia njoo. Kwa nini umefanya hivi? Haina maana hiyo. Haina maana hiyo. Anaposema kuwaonya watu makosa yao, anamaanisha kuwarejesha watu kwenye njia sahihi. Unawarejesha kwa njia gani? Kufundisha. Unawarejesha kwa kufanya nini? Kufundisha. Huu msamiati unatokana na msamiati mwingine wenye maana ya kujenga upya au kukirekebisha kilichoharibika. Unajenga upya, unakirekebisha kilichoharibika. Tunajenga kwa njia gani? Kwa njia ya kufundisha neno la Mungu. Kufundisha neno la Mungu. Hili neno halina maana ya kukosoa makosa ya watu au kutaja dhambi zao. Usikae wewe ukawa ndio mahakama. Huyu akitenda kosa hili unamuita, huyu katenda kosa.
Yule katenda kosa fulani. Wewe unakuwa muda wako ni kuangalia dhambi za watu. Muda wote unaangalia dhambi za watu. Hapana. Hili neno lina maana ya kuwarekebisha kwa kuwafundisha kuhusu Mungu. Unawafundisha kuhusu Mungu. Unawafundisha kuhusu Mungu. Huu msamiati hauhusiani na kusimamia maadili. Unakuwa kama mwalimu wa nidhamu shuleni. No. Tunafundisha kuhusu Mungu. Unapomfundisha kuhusu mtu kuhusu Mungu, fikra zake zinabadilika. Fikra zake zikibadilika, tunasema umemuonya makosa yake. Sio kazi ya maandiko matakatifu kutaja dhambi za watu. Sio kazi ya maandiko matakatifu kutaja dhambi za. Kazi ya maandiko matakatifu ni kufundisha kuhusu nani? Yesu, kuhusu wokovu. Sio kutaja dhambi za watu. Kwa kuwaonya watu makosa yao itakuwa ni kuwafundisha tena. Kufundisha kunachukua msingi katika huu mstari wa kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Haya mafundisho ndiyo yatakayowarekebisha. Mafundisho ndiyo yatakayowaonya watu makosa yao. Mtu unapomfundisha kitu kilicho sahihi, akikiona kitu sahihi anaacha kisicho sahihi, anafuata kilicho sahihi. Sio katika kumwambia acha hicho, ukaa kidogo acha kile, ukaa kidogo acha kile. No. Tunafundisha. Maandiko matakatifu hayafanyi kazi ya kutaja dhambi za watu. Fanyi kazi kutaja dhambi za watu. Watu wanarejeshwa kwenye njia iliyonyooka wanapofundishwa kuhusu wokovu. Maandiko yanawarejesha watu kwenye fikra sahihi kuhusu wokovu. Watu watafundishwa, watu watarejea kwenye njia iliyonyooka kwa kufundishwa. Kwa kufundishwa. Na sio kwa kutishiwa. Sio kwa kutishiwa. Simtishie mtu kwamba ataungua, wewe utaungua wewe motoni. Sasa mtu anasema yule dhambi zake zile, huyu ndio atakuwa kuni kule motoni. Atakuwa kuni. Huko ni kutisha watu, sio kufundisha. Na maandiko matakatifu hayafanye kazi hiyo. Kuwatisha watu kwamba wewe utakuwa kuni wewe. Maana dhambi zako ni nyingi kuliko wenzako wote. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lina faida ya kufundisha. Kuwaonya watu makosa yao ina maana kwamba kufanya fikra zao zimwelekee Yesu. Kufanya fikra zao ziende katika wokovu. Ziende katika wokovu. Wawe na fikra sahihi kuhusu wokovu. Angalia tena eneo lingine, anasema lafaa kwa mafundisho, kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza. Umeona kwa kuwaongoza kwenye hiyo Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16. Unaona neno hilo kwa kuwaongoza. Amen. Umeliona? Kwa kuwaongoza. Nini maana ya kuwaongoza? Ina maana gani? Hii kuwaongoza haina maana kwamba neno la Mungu linatoa mwelekeo uende wapi. Haina maana hiyo. Hili neno lina maana ya kutoa ushahidi au kushawishi. Kutoa ushahidi au kushawishi. Kwa kila andiko lenye pumzi ya Mungu linatoa ushawishi kuhusiana na wokovu. Linatupa uthibitisho kuhusiana na wokovu. Kuhusiana na wokovu. Maandiko yanatoa ushahidi kuhusu wokovu. Maana tutakapotaka kujua wokovu wetu, maandiko yatakuwa yanatuthibitishia kwamba hiki ndicho mlichonacho katika wokovu. Hiki ndicho ulichokipokea katika wokovu. Hiki ndicho kilichotokea ulipookoka. Kama eneo lolote una mashaka nalo kuhusu wokovu, ni kazi ya maandiko kukupa ushahidi ili ushawishike. Mfano, kama huna uhakika kwamba wokovu wako ni wa milele, nini kitakuthibitishia kwamba wokovu wako ni wa milele? Maandiko. Kama huna uhakika kwamba Mungu ni baba yako, nini kitakuhakikishia? Maandiko. Usiache kutafuta hisia kwamba Mungu, ili nijue kwamba wewe ni baba yangu, leo nataka nikuote. Utaota msiuka na utasema umemwota Mungu. Nimeota mtu amevaa nguo nyeupe.
Amenithibitishia kwamba Mungu ni baba yangu. Na baada ya kuthibitishiwa, baada ya siku mbili tena unasahau. Kwa nini? Hutaki uthibitisho kwenye maandiko. Ukitaka ukumbuke uthibitisho wa Mungu ni lazima utoke kwenye maandiko. Ujue kwamba Mungu ni baba yangu. Bila hata ndoto. Bila hata hisia. Mungu ni baba yangu kwa sababu maandiko yamesema hivyo. Nimeokolewa milele kwa sababu maandiko yamesema hivyo. Na sio kwa sababu kuna hisia fulani au kuna ndoto fulani uliota. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, lafaa kwa kuwaonya watu makosa yao, lafaa kwa kuwaongoza. Angalia Waebrania 11:1. Uone hili neno kuwaongoza ambalo ndo limetumika hapa neno kama neno ushahidi kama lilotumika mahali hapa kama neno kuwaongoza. Angalia Waebrania 11:1. Waebrania 11:1. Waebrania 11:1. Waebrania 11:1. Waebrania 11:1. Kuwaongoza ni kuwapa ushahidi, ni wa kuwathibitishia wokovu. Waebrania 11:1. Anasema tumefika Waebrania 11:1. 11:1. Waebrania 11:1. Anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Unaona neno bayana? Umeliona neno bayana? Neno bayana ni sawa na neno kuwaongoza. Bayana ina maana ya ushahidi. Hili misamiati ya Biblia inawezekana ulikuwa huijui maana yake. Unaposema bayana, sasa bayana ni nini? Unaanza kuwaza kichwani mwako bayana itakuwa ni bayana tu. Sasa bayana haiwezi kaa ni bayana tu. Kwa namna ambavyo akili yako inakupeleka uweze kuona bayana itakuwa ni kitu fulani hivi. Bayana ina maana ya ushahidi, uthibitisho. Anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni uthibitisho wa mambo yasiyo. Yes. Ni uthibitisho wa mambo yasiyoonekana. Ni uthibitisho wa mambo yasiyoonekana. Jirani yako anapolala, please muamshe. Wasaidieni hao kuamsha. Yes. Amkeni mjifunze neno la Mungu. Bayana ni uthibitisho. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa usianze kufikiria kichwani mwako kwamba bayana itakuwa ni nini? Bayana itakuwa nini? Ndio unasema Mungu nisaidie leo niote ndoto nijue neno bayana linamaanisha nini. Mungu hafanyi kazi hivyo. Mungu anafanya kazi kwa kukufundisha. Ndio maana Mungu anakupa mwalimu. Kazi ya mchungaji ni kukufundisha wewe Biblia. Nje ya kazi zingine zote unazijua kuhusu mchungaji, kazi ya kwanza ya mchungaji ni mwalimu. Anakufundisha Biblia. Ili utakapoenda kusoma neno bayana sasa utaelewa kwamba imani kumbe ni uthibitisho wa mambo yasiyoonekana. Ni uthibitisho wa mambo yasiyoonekana. Ni uthibitisho wa mambo yasiyoonekana. Rudi tena kwenye kitabu cha Timotheo. Wa pili 3:16. Timotheo wa pili 3:16. Rudi hapo. Rudi tena pale. Kwa hiyo tumeona haya maneno matatu. Tumeona neno mafundisho, kuwaonya watu makosa yao, kuwaongoza. Sasa tunaangalia kuwaadibisha katika haki. Kuwaadibisha katika haki. Kuwaadibisha katika haki. Anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki. Nini maana ya kuwaadibisha katika haki? Nini maana ya kuwaadibisha katika haki? Kuwaadibisha katika haki ina maana ya
maelekezo kuhusiana na haki. Maelekezo kuhusiana na haki ina maana ya mafunzo yanayohusiana na haki. Kuadibisha. Hii neno kuadibisha sio kama neno lile la kuadibisha sasa mshikishe adabu huyo. Nataka tutoke huko. Biblia haidhihirishi utendaji kazi wa Mungu hivyo kwamba Mungu huwa anawashikisha adabu watu wakati mwingine. Sasa andiko lipo kwa ajili ya kukushikisha adabu. Kama andiko lipo kwa ajili ya kukushikisha adabu, ni kwa kukufundisha. Ina maana ya mafunzo. Kuadibisha katika haki ina maana ya mafunzo. Mafunzo ni msamiati unaohusiana na mafunzo au elimu kwa watoto inayohusiana na kujenga fahamu zao na maadili. Huu ni msamiati ambao unahusiana na elimu kwa watoto, unawafundisha watoto. Na pia hauhusiani hata na kuchapa viboko. Unahusiana na kufundisha. Kufundisha. Kwa nini? Unataka kuwajenga fikra zao, unawapa elimu. Kwa hiyo maandiko matakatifu pia yana kazi ya kutupa elimu kuhusiana na wokovu. Kuhusiana na wokovu. Kwa watu wazima, huu msamiati ulihusiana na maelekezo yenye lengo la kuboresha utu au maadili yao. Huu msamiati umetumika maeneo yafuatayo mara 6 kwenye Biblia ya Kiyunani ya Agano Jipya. Tuangalie msamiati kwenye Biblia ya Agano Jipya hii namna ulivyotumika. Angalia Waefeso 6:4. Waefeso 6:4. Kuadibisha katika haki. Waefeso 6:4. Waefeso 6:4. Waefeso sura 6 mstari wa 4. Waefeso sura 6 mstari wa 4. Wote mko hapa? Amen. Mko hapa wote? Amen. Yes. Waefeso 6:4 anasema, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Umeiona hiyo? Anasema msiwachokoze watoto wenu, bali nini? Waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Unaona neno adabu? Adabu. Hii adabu ina maana ya maonyo. Maonyo ina maana ya mafundisho. Kwamba kina baba msiwachokoze watoto wenu, bali wafundisheni maonyo ya Bwana. Wafundisheni kuhusu Mungu. Hicho ndicho kinachomaanishwa. Kwa hiyo anapozungumza kuhusu kuadibisha watu katika haki, ni katika kuwafundisha kuhusu Mungu. Wafundishe wamjue Mungu. Wafundishe wamjue Mungu. Angalia Waebrania 12:5. Waebrania 12:5. Waebrania 12:5. Waebrania 12:5. Anasema, twende hapo Waebrania 12:5. Waebrania 12:5. Waebrania, waraka kwa Waebrania 12:5. Anasema, tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana. Mwanangu, usiyadharau marudia ya Bwana, wala usizimie moyo ukikemewa naye. Na neno marudia ya Bwana. Marudia ya Bwana ni neno kuadabisha katika haki, ambayo ina maana ya mafundisho ya Bwana. Mafundisho ya Bwana. Angalia mstari wa 6. Hapo. Mstari wa 6 anasema, maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Mungu anampiga kila mwana amkubalie. Hii ina maana gani? Ina maana gani?
anawafundisha. Mungu hachapi fimbo. Umeelewa? Mungu afanye nini? Hata ukimkosea, Mungu hakuchapi fimbo. Ukimkosea anakufundisha tena. Na ndio maana Mungu akakupendelea, anakupa wachungaji. Amekupa mchungaji. Kazi ya mchungaji ni kukufundisha wewe kuhusu Mungu. Kwa hiyo anaposema kwamba Bwana anawarudi awapendao. Nakumbuka jana mke wangu alikuwa ananishirikisha kitu. Alikuwa ananishirikisha kitu. Kuna video aliiona kwenye mtandao, akaniambia, "Unaona huyu anasema kwamba Mungu anayempenda anamuumiza." Yule mtu alikuwa anasema kwamba Mungu akikupenda atakuumiza sana. Nikamwambia, "Hebu ifunge hiyo video. Huyo sio Mungu. Mungu akikupenda akuumize. Sasa upendo ni nini? Wewe mtoto wako kuonyesha kwamba unampenda, unamfanya nini? Unamfanyia mambo mema, si ndio? Kwa nini mnataka Mungu ili aone kwamba ili muone kwamba Mungu anawapenda, anawaumiza? Sio utendaji kazi wa Mungu. Sasa mojawapo ya maeneo ambayo yamechanganya watu kutokuelewa ni hili eneo. Anaposema kwamba Bwana anawarudi watu gani? Anaowapenda. Bwana anawarudi awapendao. Awapendao. Anawarudi vipi? Ni kwa kuwafundisha, sio kuwapa magonjwa au kuruhusu wapate ajali. Sasa ugonjwa Mungu amenipa huu. Kuna mtu anasema Mungu aliona kwamba mimi nimenunua lile gari, ilikuwa sio muda wangu, ndio maana nimepata nalo ajali. Ninataka tutoke kwenye hizo fahamu za ajabu sana. Kwa ina maana, yani Mungu hana njia nyingine ya kuzungumza na wewe zaidi ya kuruhusu jambo bali kutokea. Sio kweli. Marudia ya Mungu kwa watu wake ni kwa kuwafundisha. Anaposema kwamba Mungu humpiga kila mwana amkubalie, mapigo ya Mungu yapo katika mafundisho. Mapigo ya Mungu haipo kwenye matatizo. Ukasema kwamba Mungu amenipa magonjwa, ukasema kwamba Mungu amenifanya nipate ajali. Anachosema kwamba humpiga, neno humpiga, ambao hii neno linaonekana kama anatumia fimbo, kitu cha kuumiza. Lakini tabia ya Mungu haituambii hivyo. Mungu hahusiani na watu kwa kuwaumiza. Ndio Biblia inasema wema wa Mungu unatuvuta tuielekee toba. Kwamba Mungu akitaka akuvute wewe, anakutendea jema, sio baya. Kwa sababu akikutendea baya utamkimbia. Sawa, unamfuataje Mungu ambaye anatenda mabaya? Kwamba Mungu ameniharibia vitu vyangu vyote, baada hapo ndio nimfuate. Na nikimfuata nitakuwa namfuata kinafiki. Nitakuwa namfuata vipi? Kinafiki. Kama Mungu ameua watoto wangu wote, baada hapo nasema na mwandama Yesu kwaku. Na mwandama Yesu kaua watoto wangu. Na mwandama Yesu analeta magonjwa kwenye familia yangu. Na mwandama Yesu kaleta vurugu za kila aina. Wa nini? Wa nini? Nitakuwa mnafiki. Namwambia Yesu nakupenda. Nakupenda, alafu unaniletea mambo mabaya kwangu niendelee kukupenda. Haiwezekani. Ndio maana Yesu anahusiana na sisi kwa kutendea mema. Tunaposema Yesu nakupenda, nilipokuwa kwenye shida Yesu alikuja kuniokoa. Nilipokuwa nakaribia kuingia kwenye uharibifu, Yesu alikuja kunihifadhi nisiharibiwe. Huyo ndio Mungu tunayemtumikia. Sio Mungu analeta magonjwa kwa watu. Mungu haleti magonjwa kwa watu. Anayeleta magonjwa ni nani? Shetani. Sasa kama Mungu amekupa ugonjwa, kwa nini tunauombea? Umeumwa, nikakuuliza ukasema mimi nahisi Mungu ananifundisha kitu. Kama Mungu anakufundisha kitu, tusikuombee upone, tuache tu Mungu aende akufundishe uelewe hilo somo. Lakini Mungu afundishi kupitia magonjwa. Mungu anafundisha kupitia nini? Kupitia nini? Biblia, kupitia neno la Mungu. Sio kupitia magonjwa, sio kupitia shida, sio kupitia taabu. Sio kupitia taabu.
anafundisha. Unajua makosa tunayofanya ni kumtafsiri Mungu katika jinsi ya kibinadamu. Kuna mtu anasema hata wewe mtoto wako akikuudhi sana unamnyima chakula siku nyingine. Wanahisi kwamba na Mungu naye ukimuudhi kuna vitu havifanyi kwako. Huyo sio Mungu. Sio Mungu. Na tukitaka kumpima Mungu wetu kwa kutumia ufahamu wetu wa kibinadamu, yani tunachukua tabia yetu sisi, tunamweka Mungu hapa na tabia yangu naiweka hapa. Tabia ya baba yangu na tabia ya Mungu naziweka hapa. Unaona? Anasema Mungu, unaona baba naye huwa anafanya hivi. Kuna Mungu naye kama baba anaweza kufanya kama wanadamu. Hapana. Kina baba wa kibinadamu wanapaswa wajifunze kwa Mungu. Unanielewa? Sio Mungu ajifunze kwa kina baba wa kibinadamu. Nataka Mungu akajifunze kwa baba yako. Kamba Mungu sasa ajifunze jinsi ya kulea watoto kwa baba yako. Wakati baba yako tunapaswa ajifunze kwa Mungu. Ndio maana hapa anatuambia kina baba msifanye nini? Msiwauzi, si ndio? Baada hapo anasema mwalee kwa kufanya nini? Kwa kuwafundisha. Kwa kuwafundisha. Lakini kina baba wanaleaje? Si ndio kina baba? Tupo hapa Jason. Mtoto akikuudhi unaleaje? Unamfundisha. Je, unakuwa na uvumilivu kwa watoto? Hatuna uvumilivu. Sasa tunataka baba hao ndio wamfundishe Mungu jinsi ya kulea watoto. Hapana uvumilivu. Hana uvumilivu. Baba akitendewa kosa anasemaje? Nisikuone nyumbani kwangu. Huyo ndio baba. Sasa huyu baba mnataka amfundishe Mungu na mnatoa mfano. Mnaona kina baba ukimuudhi anakufukuza kabisa. Mungu afukuzi watoto. Ndio maana alipotoa mfano wa mwana mpotevu, anasema yule mwana mpotevu alimfuata baba yake akasema, baba, nipe sehemu ya mali yangu. Niende nikatumie. Urithi wangu si upo kabla hujafa. Nipe urithi wangu nikatumie. Biblia inasema alivyoenda kule kutumia, hakwenda kufanya biashara kwamba alivyoenda kufanya biashara basi ule mtaji ukafa. No, anasema alienda kutumia katika starehe. Akatapanya, akaishiwa. Baada hapo anaporudi kwa baba yake anasemaje? Baba hamwambii kwamba wewe sio mtoto wangu. Na asili kabisa mimi nilikuwa nimekuhesabu kama umekufa. Kwa hata usije. Usije. Ndio baba wa duniani. Kwa baba wa duniani pale anasema wewe nilishakuhesabu kwamba umekufa, usikanyage kwenye mlango wa nyumba yangu. Lakini yule baba ambaye ni picha ya Mungu anasemaje? Anasema hivi, mtoto wangu alikuwa amekufa sasa amefufuka. Anawaambia wafanyakazi wake, kaleteni kanzu nzuri, lete pete, anamvalisha mtoto wake, anasema mchinjieni ndama aliyenona. Baba gani anaweza kufanya hayo mambo hapa duniani? Yupo? Ameokoka sana. Ameokoka? Yaani mtoto wake kavuruga nyumbani, kaondoka kaenda huko, alipofika huko kapigwa na maisha afa anarudi kwa baba. Mtoto anasema baba nimekosa, nifanye kuwa mjakazi wako. Yule angesema hata kuwa mjakazi wangu ustahili. Nenda huko kwa uniwenzio. Haya ndio malezi yetu sisi wanadamu. Tunataka Mungu ajifunze kwetu. No, Mungu hawezi kujifunza kwetu. Tunapaswa tujifunze kwa Mungu. Na mimi kama mzazi nitakapojifunza malezi nitajifunza kwa Mungu. Mungu anafanya nini? Anafundisha. Anafundisha. Kwa hiyo kuadabisha katika haki itakuwa ni katika kufanya nini? Katika kufundisha. Ni katika kufanya nini? Katika kufundisha. Kwa hiyo Mungu anawarudi wapendao kwa neno. Muda wote. Ukiwa kwenye makosa, Mungu atakuleta kwenye neno. Ukiwa kwenye kuchanganyikiwa, Mungu atakuleta kwenye neno. Ukiwa kwenye hali yoyote ambayo inakufanya uone kama Mungu yuko wapi? Mungu nimemkosea sana. Mungu muda wote atakuleta kwenye neno lake. Linasema nini? Uone neno ulifuate. Hakuletei magonjwa. Mungu hakutupi, Mungu hakuachi. Mungu anafundisha. Kwa hiyo Mungu anaporekebisha, anarekebisha kwa kutumia neno lake na sio fimbo. Anatumia nini? Sio nini? Fimbo tuwaachie wanadamu. Sisi hapa mtuachie fimbo.
Na sio sisi kama wachungaji, sisi hapa kama kina baba au kina mama ambaye hujatoa hata maelezo vizuri kakuweka kibao, tuachie hao. Lakini Mungu anafundisha kwa unyenyekevu na kwa uvumilivu mkubwa. Yaani ingekuwa Mungu sio mvumilivu, inawezekana siku hii leo kuna watu tusingekuwa tunahubiri Injili. Kwa nini? Kwa sababu ulipookoka ulifanya makosa mengi unapokuwa, lakini muda wote Mungu anakuvumilia. Anakuvumilia, unakosea anakuvumilia. Anakuvumilia mpaka umekuwa umefikia hapa. Sasa hivi unaweza hata ukaomba. Unaweza tukaomba. Unaweza tukafunga. Mimi nakumbuka siku ya kwanza kufunga, kufanya maombi ya mfungo, nilifunga kufika saa 6 nikawa nimesahau kama nimefunga. Nimefunga toka saa 12 nilienda kwenye maombi saa 12. Saa 6 nikakutana na rafiki zangu wameshika popcorn mkononi. Wakaambia chukua, nikafika pale nikafakamia popcorn. Nimemaliza tu nakumbuka, si nilikuwa nimefunga mimi. Nijisikia vibaya sana. Na kwa sababu nilikuwa siujui upendo wa Mungu, kwanza nilienda nikalia kwenye maombi. Nililia sana, nikaona Mungu ananichukia. Nimekosa adabu, ninakulaje siku ya mfungo? Lakini Mungu alikuwa wazi hivyo. Alikuwa wazi hivyo. Baada hapo nikafungulia, baada ya kulia nikafungulia. Sasa basi nisiendelee kumchezea Mungu. Namwambia Mungu nimefunga alafu siko serious, saa 6 mchana na nafungua. Lakini hiyo inakuonyesha kwamba tunapokuwa katika mahusiano yetu na Mungu kuna wakati tunafanya makosa. Tunapofanya makosa Mungu hachukui fimbo kutuchapa. Tunapofanya makosa Mungu kwa upendo mkubwa na upendo mwingi anatuvuta kwake kwa kutufundisha neno. Ndio maana anatupa walimu, anatupa wachungaji, watufundishe neno. Tunapoanza kusikia neno la Mungu tunasema pale nilikosea. Kumbe inabidi niende hivi. Tunasema pale sikuwaza sawa, pale sikuenenda sawa, inabidi niende sawa sawa. Sikuwa na mtazamo sahihi kuhusu Mungu. Kama mwingine ambaye anafikiria kwamba Mungu anachapa. Mwingine anafikiria kwamba Mungu ukimkosea anakuadhibu, Mungu anakuchukia. Anaposikia mafundisho ya namna hii, anajengwa kwamba Mungu hayupo hivyo. Mungu anafundisha. Haleluya. Mungu anafanya nini? Angalia mstari wa 7. Mstari wa 7. Msichoke tunaenda mwisho. Msichoke tunaenda mwisho. Anasema ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili. Mungu awatendea kama wana. Maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Sasa usimchukue baba yako ukamweka kwenye mstari. Mchukue nani? Mungu. Ukimchukua baba yako unaanza kumwogopa Mungu kwa sababu namjua baba yako. Na mimi namjua baba yangu. Hapa namsema baba yako tu. Mimi pia namjua baba yangu. Nikitaka kujifunza kuhusu Mungu, sitamchukua baba yangu nimweke kwenye mstari. Namuweka Mungu. Mungu anawarudi vipi watoto wake? Ni kwa kuwafundisha. Ni kwa kuwafundisha. Angalia mstari wa 11. Kila adhabu wakati wake haionekani kuwa ni kitu cha furaha bali cha huzuni, lakini baadaye huwaletea wale waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye thamani. Sasa hapa tutakapozungumza kuhusu adhabu haitakuwa fimbo, itakuwa ni nini? Mafundisho ya Mungu. Mafundisho yanachosha? Ndiyo yanachosha. Yanachosha. Ndio maana hata wewe uko hapa, mimi nafahamu unachoka kujifunza. Lakini unapochoka kujifunza neno la Mungu, baada ya muda, pamoja na uchovu ulioupata uliovumilia kutaka kujifunza neno, baada ya muda neno la Mungu linaanza kuzaa matunda kwako. Hiyo ndiyo faida ya kuvumilia mafunzo ya Mungu. Amen. Unavumilia nini? Mafunzo ya Mungu, sio mapigo ya Mungu. Ukiona jambo lote linataka ni pigo kwenye maisha yako, kemea, huyo ni shetani. Ukishaona ugonjwa, giza linatokea, useme huyu ni Mungu ananifundisha, kemea liondoke. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anakuweka darasani. Anakuweka darasani. Upo darasani hapo unajifunza kuhusu Mungu. Kwa hiyo usichoke. Ndio nasema Alhamisi tukutane, tunakutana Alhamisi hapa. Tunatumia saa zima tunajifunza neno. Jumapili tunatumia muda mrefu tunajifunza neno. Huu muda unachosha. Nafahamu kwamba unachosha. Nafahamu kwamba unakuchosha, wakati mwingine unasikia njaa, lakini unavumilia mafunzo ya Mungu kwa sababu yana faida. Yana faida. Yana faida nini? Yanazaa matunda ya haki, yanakuadibisha katika haki, yanafanya akili yako ibadilike, imtazame Mungu kwa namna nyingine. Kwa hiyo kuadibishwa katika haki inahusiana na mafundisho kuhusiana na haki ya Mungu. Mafundisho kuhusiana na haki ya Mungu. Alifanya nini katika
katika maisha yako kwa kazi ya Kristo. Ndio maana neno maelekezo linatumika vizuri tunapoelezea kuhusu kuadabishwa katika haki. Haki ni kile alichokifanya Mungu katika Kristo kwa ajili yetu, yaani kutuhesabia haki, kututazama kama watu wasio na makosa au hatia, watu wasio na dhambi. Ufahamu juu ya hili unapatikana katika maandiko, kwamba Mungu anatutazama kwamba sisi hatuna dhambi, kwamba Mungu anatutazama kwamba sisi hatuna hatia, kwamba Mungu anatuona kama sisi tusio na makosa. Huu ufahamu unapatikana katika maandiko. Maandiko. Ndio maana upasi kuchoka, kwa sababu kanisa lile wanafundisha neno. Wanafundisha neno. Sasa kanisa linalofundisha neno unapaswa ulipende, kwa sababu mafundisho, mausia ya Mungu, maagizo ya Mungu yapo kwenye maandiko. Utakapokuwa kwenye kanisa ambalo hawafundishi neno, maana yake hukui. Unanielewa vizuri? Ufanye nini? Hukui. Kwa hiyo unapokuja kwenye kanisa ambalo linafundisha neno, furahi. Jisikie raha. Jisikie raha. Na mimi ninajisikia raha ninapotumia muda mrefu kuwafundisha. Ninajisikia vizuri. Kwa nini? Ninawajenga, ninawaadibisha katika haki kwa kuwafundisha. Kwa kuwafundisha. Nataka tumalizie kwa kuangalia kitabu cha Mithali 22:6. Mithali 22:6. Angalia Mithali 22:6. Tunaangalia kuwaadibisha katika haki. Mithali 22:6. Mithali 22:6. Mithali 22 mstari wa 6. Anasema Mithali 22:6. Tumefika hapo? Anasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Mwandishi wa kitabu cha Timotheo anaposema kuwaadibisha katika haki, ufahamu wake anaowasilisha ni huu hapa wa Mithali 22:6. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Tunawalea vipi watoto katika njia iwapasayo? Tunawalea vipi? Kwa kuwafundisha. Yes, mama amejibu vizuri. Tunawalea watoto kwa kuwa, lakini malezi yetu sisi ya kibinadamu ni yapi? Kumlea mtoto katika njia impasayo ni kwa kumchapa fimbo. Ndio maana hata Mungu naye tunamleta hapo. Anaposema mlee mtoto katika njia impasayo, unasema ndio, Biblia yenyewe imesema. Sasa mama, utaua mtoto wako huyo. Sasa Biblia yenyewe imesema mlee mtoto katika njia impasayo. Je, njia impasayo ni hiyo? Njia impasayo ni kumfundisha kuhusu Mungu, na hiyo ndio ambayo hata isahau hata atakapokuwa mzee. Mnafahamu kuna watoto wamekuwa sasa hivi wanaishi katika, ni watu wazima, lakini wanaishi kwenye maumivu. Kimwambia nini? Mjomba alinipiga sana wakati wa utoto. Nini? Baba yangu aliniambia maneno makali sana nilipokuwa mdogo. Sasa yale maneno yameathiri hata kujiamini kwangu, yameathiri ninavyojitazama. Lakini yule baba alipokuwa anamsema mtoto wake kwa maneno makali, yule mjomba anavomchapa yule binti kwa namna ile, alikuwa anasemaje? Namlea mtoto katika njia impasayo, ili akikua asisahau atakapokuwa mzee. Lakini mtoto matokeo yake anachokumbuka ni fimbo tu. Anakumbuka tu mjomba alinitenga. Anakumbuka tu kwamba baba alinitamkia maneno makali, alikuwa ananipiga, mama alikuwa ananinyima chakula. Kwa maana sasa simpendi baba mimi. Kwa ina maana mafundisho yanazaa kumchukia mzazi. Hiyo ni hekima ya kibinadamu. Na hekima ya kibinadamu inakuonyesha kwamba kuna mahali inafika, tunapaswa turudi kwenye hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu inasema fundisha. Fundisha. Fundisha tena na tena. Tunawafundisha watoto kuhusu Mungu. Sijasema kwamba msiwachape watoto wenu, chapeni watoto wenu. Lakini muweze kujua kwamba fimbo kuna mahali zinaishia. Sio katoka sema mchungaji alikataza kabisa kuchapa watoto. Wachapeni watoto fimbo. Lakini mjue kwamba fimbo kuna mahali zinaishia. Lakini kinachodumu nyakati zote ni pale mtoto atakapomjua Mungu.
Pale mtoto atakapopata ufahamu wa Mungu ndani yake, huyu mtoto hatahitaji fimbo ili asifanye jambo fulani. Hatahitaji. Yale mafundisho aliyomfundisha kuhusu Mungu ndio atakayomhifadhi. Ndio atakayemuhifadhi. Ndio watu tunakuja na watoto kanisani. Msione kama usumbufu. Sawa ya msione kama usumbufu. Wewe tungekuacha tu nyumbani wewe. Unawajengea watoto utamaduni ambao watakapokuwa wakubwa wanajua iko sehemu ya thamani. Mzazi wangu alikuwa ananipeleka nilipokuwa mdogo, ambapo tulikuwa tunaweza kuomba, tunajifunza kuhusu Mungu. Hofu ya Mungu inajengeka ndani yake. Huu utamaduni anajifunza nao. Huu utamaduni anakuwa nao. Sasa vitoto vinapiga kelele. Vinaudhi, ni kweli vinaudhi. Lakini lazima tujue kwamba hao watoto watafanya nini? Watakuwa. Pamoja na kwamba vinaudhi sasa hivi, baadaye vikikua tulivifundisha nini? Tulivileta kanisani. Vilijua kwamba kuna kuomba, vilijua kwamba kuna kitu kinachoitwa neno la. Ndio maana hapa tunaviona kama havisikii. Watoto hawaelewi kabisa, wasumbufu. Lakini watoto wanaelewa. Usishangae baadaye mtoto anakuambia kwamba alisikia neno kumlea mtoto katika njia impasayo ni kumfundisha. Ana kumbukumbu. Kwa hiyo ni lazima tujue kwamba hekima ya Mungu katika kuwajenga watu ipo katika kufundisha. Haipo katika namna ambavyo sisi wanadamu tunawajenga watu kwa kuwaadhibu, kwa kuwachapa fimbo. Mlee mtoto katika njia impasayo. Tafsiri zingine za Biblia zinasema muelekeze mtoto. Muelekeze mtoto, mfundishe. Mfundishe. Hata iacha hiyo njia hata atakapokuwa mzee. Hata iacha. Njia gani? Kuhusu nani? Kuhusu Mungu. Malizia na Mithali moja. Tabia ya Mungu. Mungu anafundisha. Mungu hatoi adhabu. Mungu hatoi adhabu kwa kuchapa. Hatoi adhabu kwa kuchoma moto watu. Hapana, Mungu atakufundisha neno. Angalia Mithali 1. Tutaimalizia hii Mithali 1. Tutasoma mpaka mstari wa 9. Nafikiri baada ya hapo tutakuwa tutamaliza kwa leo, tutaendelea kipindi kijacho. Anasema, Mithali za Suleimani mwana wa Daudi mfalme wa Israeli: kujua hekima na adabu, kutambua maneno ya ufahamu, kufundishwa matendo ya busara katika haki na hukumu na adili, kuwapa wajinga welevu na kijana maarifa na hadhari. Mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu, na mwenye ufahamu ayafikie mashauri yenye njia. Kufahamu mithali na kitendawili na maneno ya wenye hekima na mafumbo yao. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kumcha Bwana ni chanzo cha, wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kwa hiyo maana yake mafunzo tunayoyazungumzia haya, kumlea mtoto katika njia impasayo, ambayo ndio hiyo mwandishi wa kitabu cha Ibrania anaitumia anaposema marudia ya Bwana, itakuwa ni katika kufundisha. Angalia mstari wa 8. Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Mwanangu, yasikilize. Sio mwanangu, zingatia fimbo za baba yako. Yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Kwa manake mzazi anafundisha, Mungu anafundisha. Ndio maana mimi siogopi kukosea kwa Mungu. Siogopi kukosea. Kwa nini siogopi kukosea? Kwa sababu nitakapokosea, baba anachokifanya atanielekeza njia iliyo sahihi. Atanielekeza njia iliyo sahihi. Sio kwamba ataniacha, ataniacha Mungu sasa, wewe mimi sina habari na wewe, tutakutana mbinguni. Sasa Mungu ameniambia tutakutana mbinguni, kwa hapa duniani hana habari na mimi. Huyo sio Mungu. Huyo sio Mungu. Angalia mstari wa 9. Kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako. Mafundisho. 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 Penda Biblia yako. Mwambie jirani yako, penda Biblia yako.
penda Biblia yako. Yes. Kwa sababu humu tunafundisha, humu tunafundishwa, na Mungu anaitumia kufundisha. Kwa hiyo malezi ya mtoto yanafanyika kwa kumfundisha. Hii ndio namna ya Mungu, sio kumchapa fimbo, ingawa kumchapa kuna nafasi yake. Tutakapozungumza kuchapa fimbo tutakuja kwa wanadamu, kuna nafasi yake kwa wanadamu, lakini kuna mahali panaishia. Fimbo kuna mahali zinaishia. Maneno makali kwa watoto kuna mahali yanaishia. Anamwambia mtoto wake, mbuzi wewe, mbwa wewe, unamwambia mtoto mbwa, yaani umegafirika. Hata tugafirike vipi, hata watoto watuudhi vipi, tusitamke maneno mabaya juu ya watoto wetu. Kwa nini? Ni watoto, wanahitaji kufundishwa, wanahitaji kukua, na njia pekee ya watoto hawa kuwafanya wawe bora ni kuwafundisha neno la Mungu. Kuwafundisha neno la Mungu. Kumkaripia au kumuita majina mabaya na kumtukana matusi hakuwezi kumsaidia mtoto wako, ila kumfundisha kuhusu Mungu. Tutawafundisha watoto wetu kuhusu Mungu, tutawaombea. Hawajaelewa, tutawaombea mpaka waelewe, lakini sio kuwatamkia maneno makali mabaya. Mpaka mtoto akitoka hapa anajiuliza mara mbili, mimi nani? Mama, nilikusikia vizuri, nilikosea. Sasa ulisikia, mbwa wewe. Ni makosa makubwa. Sasa wanahisi na Mungu anasema hivyo hivyo. Yaani wanahisi Mungu ukitenda dhambi anasema wewe mwenye dhambi. Mungu hakuiti hivyo. Mungu hata utende dhambi anasema mwanangu mtakatifu. Mungu asemi wewe mwenye dhambi. Hatuiti wenye dhambi, anatuita watakatifu. Ndio Mungu huyo. Ndio Mungu. Huwezi kusema nimemkosa Mungu, asa Mungu mwenye dhambi wewe. Mungu hakuiti mwenye dhambi. Ndivyo ambavyo sisi sasa tunapojifunza kuhusu Mungu, tumtazame katika ufahamu huo. Kwa hiyo kufundisha ndiko kunakozaa urejesho, kunatoa ushahidi juu ya wokovu wetu, na kunawafanya watu waitambue haki ya Mungu. Haya ni mafunzo ya wokovu. Maandiko ndiyo yanayofanikisha hili. Bila kujua Biblia yako huwezi kufikia haya. Utakuwa mwamini legelege asiye na ufahamu. Bila kuyajua yanayosema, utakuwa mwamini legelege, nyorodo. Je, mwamini legelege? Legelege kidogo kakimgusa sasa Mungu ameniacha. Kidogo tu Mungu ameniacha. Legelege hana uhakika juu ya Mungu wake, hajiamini. Lakini unapojifunza neno la Mungu na uhakika, tutakaposimama kuhusu baba yangu, mimi nina ujasiri kuhusu baba, ninamjua. Amen. Hata kama nina changamoto si ya kiasi gani, mimi najua baba atanitoa. Baba atanitoa. Mwamini legelege sasa, nimekataliwa. Mimi nina roho ya kukataliwa. Huyo ndio legelege. Lakini mwamini ambaye amejifunza kuhusu baba ana ujasiri nyakati zote. Haleluya.